Na mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV, utume popote ulipo, mimi naitwa Dominic Yaule. Tuko katika safari hii ya hija ya uinjilishaji. Na mtazamaji na mfuatiliaji wa Kanisa TV, utume popote ulipo. Kama kawaida, sisi mahujaji wa Mtakatifu Rita Acacia tuko katika siku hizi muhimu za kutafakari makuu ya Mtakatifu Rita Acacia. Tushafika sasa katika mlima huu wa Maria Rita, mlima wa sala. Mahujaji mbalimbali kutoka majimbo mbalimbali wanakusanyika hapa kutafakari makuu ya Mungu yanayopatikana hapa. Basi wana pekee sasa hivi mahujaji wanawasili, kama unavyoona wa Dar es Salaam tushawasili maeneo haya, na tunaendelea na kusali na kutafakari mambo mbalimbali yanayotokea hapa. Hapa ndipo Maria Rita. Kwa ujumbe wao wanatualika sana mlima huu wa sala, tutafakari ujumbe mbalimbali kwa kumtukuza mtakatifu wetu Mtakatifu Rita Acacia. Kesho tutashiriki hapa maadhimisho. Basi pekee hapa naona wamama mbalimbali hao kutoka jimbo kuu la Arusha wapo katika viwanja hivi au katika mlima huu wa sala kuja kutafakari makuu yanayopatikana hapa na kujichotea baraka kama mahujaji katika matumaini. Basi na pekee tunaendelea kupitisha matukio mbalimbali kama unavyoona hapa. Cha kwanza hapa naanza njia ya msalaba. Hicho moja kati ya hatua ya sala katika mlima huu wa sala ni huu hapa. Basi sisi tunaendelea kwenda kule ili kuhakikisha kujoin na wenzetu. Hawa ni wana Rita kutoka jimbo kuu la Arusha, wanashiriki nao katika hii hija. Sisi wa Dar es Salaam pia tupo na jimbo la Bagamoyo, tunaendelea kushiriki hija hii takatifu. Tazama mahujaji hawa wa kutoka jimbo hili kuu la Dar es Salaam wako hapa. Tazama Maria Rita, mlima wa sala. Niko ndani ya mlima huu wa sala. Huyu pia mtakatifu Josefina wa Bakita ni mmoja kati ya mtakatifu ambao sanamu lake wameliweka hapa. Huyu ni Mwafrika mwenzetu Josefini Bakita kutoka kule Nigeria. Basi kuna pekee mahujaji hawa wanaendelea hapa kuhiji katika eneo hili. Mahujaji hawa wapo katika eneo hili. Mahujaji mbalimbali kutoka majimbo mbalimbali Tanzania wanawasili katika viwanja hivi vya mlima wa sala Maria Rita ili waje wafanye tafakari mbalimbali kwa ajili ya kuadhimisha kwa Mtakatifu Rita Acacia. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako tuombee sana kwako. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi sasa. Na mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV, utume popote ulipo, hapa ndipo sanamu la
Mtakatifu Teresia mtoto Yesu, ambapo lipo ndani ya mlima huu wa Maria Rita hapa Mwanza. Basi na pekee ili sanamu la Mtakatifu Teresia mtoto Yesu yuko ndani ya eneo hili. Mahujaji wamefika kutembelea hapo pia kujionea sanamu hili, lakini pia kiendelea na njia ya msalaba kuona kila kinachojiri. Watakatifu mbalimbali wapo katika mlima huu ili kuhakikisha kuashiria yale yote makuu yanayopatikana katika mlima huu wa sala. Nitakupitisha matukio mbalimbali ili tuone. Tena milele amen. Yesu, Maria na Yosefu. Sasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Matendo ya utungu, tendo la 3. Yesu anatiwa mimba. Yuko chini, mzigo wamwelemea, na mtu kiume chake kwa ampiga bila huruma. Tunakumba watu kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu amedhoofika sana, anaanguka chini, kisha anasimama. Tazama sanamu hili la Mtakatifu Kristofa, mwombezi wa wasafiri, liko katika mlima huu wa sala hapa Maria Rita, na mahujaji wanakuja hapa kujichotea baraka. Mfuatiliaji na mtazamaji, hili pia sanamu la Mtakatifu Ambrose wa Milano, alikuwa askofu lakini pia alikuwa mwalimu wa kanisa, ambapo tumetembelea pia katika hija hii. Tazama huyu, mmoja kati ya watakatifu wakubwa sana kwenye kanisa. Ndiyo. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu. Naam, ni moja ya watakatifu ambapo wapo katika eneo hili. Kuna Sister Esther pamoja na Sister Caridad, ambao hawa ni wenye heri, masista ambao kutoka katika shirika la Agostino, waliuawa Algeria tarehe 23 mwezi wa 10 1994. Ni wajumbe wa upendo na mashahidi wa matumaini. Tuombee. Basi unampekea mtazamaji na mfuatiliaji wa Kanisa TV, huyu ni Bikira Maria mama wa uneno kutoka Kibeo. Basi sanamu lake liko hapa. Mama huyu amekuwa mama wa miujiza. Basi tuendelee kumtumainia, kuomba ili kusudi mang'amuzi mbalimbali endelee kuibuka katika maisha yetu, na tuendelea kumtumikia Mungu kwa kuwa ready zaidi. Bikira Maria mama wa Kibeo, utuombee. Utuombee sisi wakosefu, sasa na saa utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana Roho Mtakatifu Mungu Utuhurumie. Utatu Mtakatifu Mungu mmoja. Utuhurumie. Maria Mtakatifu Utuhurumie. mama mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwana wa pekee, Bwana wetu, na Bikira Maria atakatifu pamoja huyu hapo ni Bikira Maria msaada wa Kristo, yupo hapa katika mlima huu wa sala. Hapa ni kituo cha 6. Veronica anapangusa uso wa Yesu. Basi hiki ni kituo cha 6. Mtakatifu mama wa Mungu,
utuombee sisi wakosefu. Mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu. Kwa Yesu Kristo, umepitia dhambi zetu na dhambi za dunia. Utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utuhurumie. Mama huyu ni kinyume kabisa na Pilato. Na sasa na siku zote na milele. Utuhurumie na dunia nzima. Mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV, huyu ni sanamu la Mtakatifu Martin de Porres. Ni mmoja kati ya watakatifu ambao mwombezi wa wafanyakazi, wauguzi, vinyozi, watu wa rangi mbili, mchanganyiko wa mataifa. Mtakatifu Martin de Porres, utuombee. Mungu atubariki sote kwa utashi wako. Utuhurumie, utuhurumie sisi, utuhurumie ajili ya mateso makali. Hiki ni kituo cha 8. Akina mama wanamlilia Yesu. Basi na pekee hapa tunaendelea na tafakari ya Rozari pamoja na kutafakari vituo vya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, utuhurumie sisi na dunia nzima. Naam, huyu ni mtakatifu sisi na nzima. Huyu ni mtakatifu Petro. Yesu, utuhurumie. Yesu, utuhurumie sisi na dunia nzima. Bwana wetu na mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV, hii ni sanamu la mama yetu Bikira Maria wa Ludi, utuombee. Hipi pia lipo hapa sanamu lake kwa matumaini ya Bikira Maria mama wa Ludi, tuombee. Mahujaji hawa wanaendelea na tafakari za vituo au njia ya msalaba pamoja na Rozari takatifu, huku tukishamiri kabisa katika kuelekea ile siku ya maadhimisho ya Mtakatifu Rita wa Kashia hapa kesho. Sisi na Yesu, utuhurumie. Mtakatifu Paulo mwishoni mwa maisha yake, kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vingi vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Hiyo ndiyo ujumbe aliyoutoa kipindi hicho Mtakatifu Paulo katika mwisho wa maisha yake. Mtakatifu Paulo, utuombee. Na hili pia ni sanamu la Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, ambaye ndiye ni mmoja kati ya wasimamizi wa watakatifu wasimamizi wa jimbo hili kuu la Mwanza, ambapo tulitembelea kanisa lao jipya linalojengwa, ambapo msimamizi ni yeye mtakatifu huyo, ambapo alitembelea jimbo hili la Mwanza mwaka 1990 katika kituo kile cha Wekamo, na akaweka alama, kuweka jiwe la msingi, na anaheshimishwa kuwekwa kuwa
muombezi wa ile parokia ya Kasedro, yale makao makuu ya jimbo kuu la Mwanza. Mtakatifu Paulo Mtume, utuombee. Huyu pia ni Mtakatifu Paulo Mtume, utuombee. yetu yanayolingana na utukufu na fadhila za Kristo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Utuhurumie. Na ubeba kijasiri na utuhurumie. Mtakatifu Yohane mtume na mwinjili, utuombee. Moja kati ya sanamu lake linapatikana katika mlima huu wa sala Maria Rita, ndani ya jimbo kuu hili la Mwanza, kituo hiki cha mlima huu wa sala. Mtakatifu pamoja kuonyesha daima na milele. Amina. Mama Maria mtakatifu. Naam, mtazamaji na mfuatiliaji wa Kanisa TV YouTube, tumepopote ulipo. Huyu ni Mtakatifu Padre Pio ambaye ametenda miujiza mingi sana. Masanamu pekee Mtakatifu Padre Pio yupo ndani, sanamu lake lipo linapatikana ndani ya mlima huu wa sala Maria Rita. Katu anakuja hapa kutafakari na kujifunza maisha yake. Mtakatifu Padre Pio, utuombee. Kwanza na sasa na siku zote. Wahurumie. Nimekaenda dhambi mimi Bwana, ninakusihi Mungu wangu, najihurumie mimi Bwana, ninakusihi ewe Mungu wangu, Kituo cha 14. Yesu anazikwa kaburini. Yesu, tunakuabudu na tunakushukuru kwa msalaba wako mtakatifu. Nawe na mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV, utume popote ulipo,
hapa ndipo kilele cha Yesu tunakutumainia. Hili ndipo ambapo Yesu amewekwa hapa kama ishara ya watu kuona wokovu wao. Basi mtazamaji na mfuatiliaji wa Kanisa TV, utume popote YouTube, tumeshafika maeneo ambapo hapa msalaba ambapo umesimikwa katika mlima huu wa sala hapa Maria Rita. Tuko juu kabisa. Una sanamu hapa la Yesu yetu Kristo, ambapo Yesu tunakutumainia. Ishara kubwa kabisa, lakini pembeni unakuta msalaba mkubwa ambao ndio unaashiria eneo hili. Mtazamaji, hapa ndipo msalabani ambapo upo ndani ya mlima huu wa Maria Rita, ambapo kitovu cha sala, sehemu ya kuja kupumzika, kuzungumza na Yesu, kutafakari makuu ya Mungu, ambapo Kristo mfufuka, Kristo aliteswa, Kristo alitutuma tutangaze injili kwa ajili yetu sisi, aliteseka kwa ajili yetu sisi kutukomboa. Basi yeye ametuwekea ishara hii ya msalaba, ndiyo ukombozi. Na msalaba huu mtakatifu uko ndani ya mlima huu wa Maria Rita, bustani ya sala hapa jimbo kuu la Mwanza. Mimi naitwa Dominic Haule na kuletea matukio mbalimbali kupitia Kanisa TV. Utayaona kupitia kituo hiki cha Maria Rita. Hili ndilo kanisa la hija linalosaliwa hapa. Mahujaji mbalimbali wanakuja kusali hapa na kujichotea baraka mbalimbali za Mungu. Mmoja kati ya hujaji ni huyo hapo. Unaitwa nani? Zawadi ya upendo. Hujaji kutoka majimbo kuu la Arusha, wengine pia tumetoka jimbo kuu la Dar es Salaam. Tumekutana katika hija hii ya uinjilishaji kabisa kwa ajili ya kumtukuza Kristo, hasusa kutafakari makuu ya Mtakatifu Rita Kashia, na kesho itakuwa maadhimisho yake. Tumekutana hapa na tunainjilishana na hatimaye tutangaze ukuu wa Mtakatifu Rita wa Kashia. Wa jimbo kuu Arusha naona wamejitokeza kwa wingi hapa, na Mungu awabariki sana kwa hija hii pendo. Tushamaliza hizi sala, tunaendelea sasa matukio mengine. Ndio. Video wa tawasiliana. Kwa namba tawasiliana. Uko wapi? Unatumia hata Arusha. Kichwa cha Yesu. Nakuja tutangulia. Ndio. Mkolani ni wapi? Kolani aliko ziko Yesu. Wamesema tunakutana Mkolani. Uko ni sema ya chakula, wewe tulia. Ni wapi tukichomozea? Tutatoka wote tutaambiwa. Nakusevu hapo. Mimi simu yangu huko imezima. Imezima hii. Nakusevu hapo, naitwa Dominic Haule, Kanisa TV. Nimetoka jimbo la Arusha. Tunatoka Arusha sasa. Wewe? Mimi nimetoka Dar. Tuko na Wewe ni mara ngapi kushiriki? Mimi ni mara ya kwanza. Hongera. Umeona? Uko Arusha parokia gani? Parokia Familia Takatifu ndio. Unafahamu yule nani? Mwakisha Radio Maria yule nani? Yule bonge Bisayo ni? Bisayo. Yule mwingine. Mwingine ambao kwa upande wa Njiri. Wa Radio Maria jimbo lote. Kwenye jimbo wako wengi sasa siwafahamu. Na kuna mmoja yupo kule. Mpaka tulipofika kumzika. Ni yupi? Tulipofika kumzika padre nani, tulikuwa pale nani. Tulikuwepo. Hii hapa namba. Kwa hiyo utaona hilo jina, utanitumia message ukitulia hata jioni. Dominic hapo natumia ujumbe Hamna shida. Nenda zako unapata baraka pale. Haya, kichwa cha Yesu wapi? Haya, tuone kichwa cha Yesu. Ndio. Inabidi utoe flash, ongea na nani? Utoe flash tuuzie flash. Haya, hamna shida, matukio yote tutaweka. Yaani hiki kiwiliwili ubavu wa Yesu. Hemu wote egemeeni mpate baraka hapa. Achilieni changamoto zenu hapa. Mungu aliye mwema wa huruma atatusaidia katika maisha yetu.
haya labda baada ya mmoja kati ya watakatifu wakubwa sana kwenye kanisa letu. Anaitwa Mtakatifu Francis wa Asizi. Huyu ndio msimamizi wangu na Clara wa Asizi. Amina. Ngoja tumpige hapo picha. Nimesimama vizuri kweli? Wewe uko vizuri. Mimi simpige picha. Haya. Francis kwako? Naam, tumefika mpaka eneo hili la kaburi la Yesu. Tumekutana pia na malaika hapa wanamlinda Yesu alipozikwa. Hili ndilo kaburi la Yesu. Hapa. Hili ndio kaburi la Yesu, lakini pia kuna ulinzi mkubwa wa malaika wetu wako hapa wanatulinda, wanalinda na hili kaburi. Tumefufuka. Mbona nyimbo hii baba tafakari ikoje? Yaani paroko ana tabu. Nimeona kaburi la Yesu. Ndiyo. Bwana usimtafakari hii malaika. Ndiyo. Ni kwamba tusimtafute aliye hai kati ya wafu. Na hii ni ujumbe wa Mungu mwenyewe kwamba Kristo amefufuka, lakini uhalisia wa Yesu kufufuka hakuna aliona kwa macho binadamu yoyote, isipokuwa ni ujumbe wa malaika kwamba amefufuka. Kutokana na ujumbe huo, na kuna evidence za kuwatokea watu baada ya hapa, ila pale alipozikwa hakuna aliyemuona hapa anafufuka, anatoa kitambaa, anavingilisha jiwe. Kwa hiyo ndio kuna zile kuwatokea walioamini. Hata si katika maisha yetu, katika matukio yote ya hili eneo, unaweza ukashangaa kitu kipya sana ambacho kinakutokea. Uponyaji au muujiza wowote wa mtakatifu au wa Yesu mwenyewe au wa Mama Maria, yale mambo yote yanaunganishwa na imani yetu ya Kristo, na kwamba wewe Yesu sasa amekutokea kwa njia hiyo. Kwa hiyo usije ukasema Yesu mfuka aje kunitokea, amekutokea kwa njia nyingi, ila unaweza usitambue. Ndiyo. Amina. Amina. Sawa, mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV. Hili ndilo kaburi la Mtakatifu Rita wa Kashia. Watu wengi wanafika hapa kuchota miujiza yake. Ishara ya kaburi hili lipo ndani ya mlima huu wa Sala Maria Rita. Njoo hapa ujichotee miujiza huyu mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana. Mtakatifu Rita, zawadi ya upendo. Zawadi ya upendo, Mtakatifu Rita. Njoo hapa, mwachie changamoto yako, hakika ataibeba na hatimaye utaishi vyema.